Na leo msikilizaji, ni siku 100 tangu kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump. Katika gumzo hii leo tunaangazia sera yake haswa ya kiuchumi na jinsi ilivyoathiri sio tu Marekani bali ulimwengu kwa jumla katika siku hizo 100. Ili kulizungumzia hilo, awali nimepata fursa ya kuzungumza na mchambuzi wa uchumi kutoka Tanzania Beatrice Kimaro na mchambuzi wa siasa za Marekani Mubelwa Bandio. Kiangalia kura za maoni bado kuna kati ya 41 na 45 bado zinaonekana kuunga mkono kazi yake, lakini wale ambao hawamuungi mkono namba zake zimezidi kukua, na nafikiri sasa kufikia mwisho wa juma lililopita inaonekana namba ambao wanaamini kwamba hafanyi kazi kama ilivyotegemewa ni takriban ni kubwa kuliko ambavyo ilipata kuwa katika miaka kama 70 hivi iliyopita. Kwa hiyo wanaomuunga mkono bado wapo, rate yake ni ile kati ya 41 mpaka 45, lakini wasiomuunga mkono ndio imezidi kuongezeka hivi tunavyozungumza takriban 56%. Alipokuwa anafanya kampeni zake alijinadi sana kwamba ataibadilisha Marekani. Siku 100 baadaye Wamarekani wenyewe wanahisi mambo yanakwenda sawa ama wanatashwishi na hayo? 69% ya kura wanasema kwamba wanahisi amewekeza zaidi nguvu na akili kwenye masuala ya ushuru na tozo, na wanafikiri kwamba hashughulikii matatizo nyumbani. Bado bei za vitu zinazidi kuongezeka, vitu ambavyo alikuwa ameahidi angeshughulikia, angemaliza vita ndani ya saa 24, angerudisha chini bei ya mayai na maziwa na vitu vingine. Hivyo vitu bado bei yake iko juu. Kwa hiyo wapo ambao wanaamini labda mambo yanaweza kaja kwa baadaye, lakini wapo ambao wanajua fika kabisa kwamba pengine ulikuwa ni uamuzi ambao sio uchaguzi ambao haukuwa sahihi, lakini hawadhani kwamba anakoelekea ndiko ambako waliamini. Na kuna wengine ambao waliunga mkono wakiwa wanafanya kazi serikalini, ambao kwa bahati mbaya walikupoteza kazi zao kwa sababu tu walikuwa katika kile kipindi cha mpito cha ajira, hata kama nafasi ile walifikia kwa sababu walikuwa wamepandishwa cheo kwa kutokana na kufanya kazi vizuri. Beatrice, Marekani ni dola lenye nguvu zaidi duniani, na pale ambapo wanapofanya maamuzi bila shaka lazima yataathiri kwa njia moja au nyingine ulimwengu. Hili swala ambalo Trump kwa miezi mitatu sasa amelivalia njuga la kubadilisha sera za uchumi wa Marekani kuelekea nchi nyingine, limebadilisha kwa kiasi gani sura ya uchumi kwa jumla duniani? Kwanza tukumbuke kwamba Marekani ni miongoni au ni moja la taifa lenye uchumi mkubwa zaidi duniani ikilinganishwa na mataifa mengine, kwa sababu lina takribani dola trilioni 25 kwa maana ya GDP duniani. Lakini Marekani ni soko la kimataifa likiwa ni mteja mzuri wa muuzaji pamoja na mnunuaji wa bidhaa mbalimbali kutoka mataifa mengi duniani. Lakini tatu ni msimamizi wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Tunaita kupitia ile dola yake ya Marekani inayotumika kama sarafu kuu ya miamala ya kimataifa. Hiyo ni misingi mikubwa. Kwa hiyo kwa misingi hiyo kwa kuyumba kwa taifa la Marekani kiuchumi kuna athari kubwa sana, hususan kwenye uchumi wa dunia nzima. Na athari hizo zinaweza kupatikana katika maeneo mbalimbali. Kwanza ni kwa mataifa yanayotegemea masoko ya Marekani, kama China. Tumeona kabisa kwamba kuna kupungua kwa mauzo ya bidhaa kwenda Marekani kama iPhone na vifaa vya elektroniki, na takribani wafanyakazi milioni 1.2 nchini huko wako kwenye hatari za kupoteza ajira zao. Lakini liko taifa kama Marekani ambayo ni muuzaji mzuri wa vifaa vya magari kwa maana ya vipuri vya magari kama vya Ford, lakini GM kutoka nchini Mexico umepungua uzalishaji wake kwa 40% kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Lakini ziko bei hizi za mazao kama avocado yamekuwa yanauzwa Marekani, na bidhaa hizi zimeshuka kwa sababu kule zimewekewa tarifu kubwa. Uuzaji wake au uzalishaji wake pia umepungua kwa kiasi kubwa na kuathiri wakulima wengi kule Mexico. Lakini liko taifa kama Canada ambao anauza mafuta, na uuzaji wake kule Marekani inaonekana umepungua sana. Lakini pia yako mataifa ambayo yanategemea Marekani kama mwekezaji. Utaliona taifa kama la India yamewekeza sana kwenye masuala ya IT, wafanyakazi zaidi ya 50,000 wako kwenye hatari za kupoteza ajira. Brazil yenyewe wawekezaji wengi kutoka Marekani kama Amazon na Tesla katika misitu na madini umepungua sana, hali ambayo imechochea kupungua kwa ajira kule Brazil. Lakini liko taifa kama Afrika Kusini ambayo ni muuzaji mkubwa wa vifaa kama vya chuma na wanauzia makampuni ya magari kama Ford na General Motors. Wenyewe wamepoteza wafanyakazi zaidi ya 3,000 wamepoteza ajira zao kutokana na hii sera ya Trump. Afrika na Amerika Kusini wameathirika sana kutokana na hii athari ya Trump. Kwa hiyo naweza kusema tu kuyumba kwa Marekani kwa dunia inaathiria au inaashiria changamoto kubwa kwenye masuala ya kiuchumi, na sio kiuchumi tu, hata kisiasa, kwa sababu imepelekea migogoro kati ya Marekani na mataifa mengine, na hii inatuonyesha kwamba tunaweza tukarudi mwaka 2008. Utakumbuka kulikuwa na ile the Great Recession ambayo kulitokea mkanganyiko mkubwa sana kwenye sekta ya benki ya Marekani ambayo ilisababisha uchumi wa China kupungua kwa 50%. Na Mubelo, umemsikia hapo Beatrice akizungumzia swala hilo la mgogoro wa kiuchumi. Itakuwa si mara ya kwanza, lakini kumekuwa na
hiyo hofu kwa wawekezaji wakubwa na hata wakati. Hiyo hofu iko pia miongoni mwa Marekani wenyewe, na sio tu kwa sababu ya jinsi Marekani inavyoendesha biashara na nchi nyingine na ununuzi wa vitu vidogo kama mayai, maziwa, lakini hata kwenye sekta ya ajira ambao wengi walikuwa wanategemea pengine hali itakuwa bora zaidi. Hilo ni wazi, na watu, unajua, ukiangalia namba katika upande wa serikali unaweza usizione, lakini kama mimi nasimamia uzalishaji katika kiwanda cha uzalishaji wa vipuri vya ndege hapa, swala la chuma kutokupatikana hivi sasa umeathiri kiasi ambacho kuna wakati ambao unamuomba mtu achukue likizo kwa sababu huna kazi ya kumpatia kuifanya siku hiyo. Tumetoka katika wakati ambao tulikuwa tunatengeneza takriban $2.5 milioni kwa mwezi katika kaidara tu ambako nakaongoza, alafu naambia mtengeneze $600,000 kwa sababu hamna materials za kutosha. Na hii tunaiona sasa kwa watu wengine ambao wanalazimika kuachishwa kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo namba hazionekani hasa kwa watu walio nje ya Marekani, lakini hata huku mtaani unasema kwamba hali jinsi ilivyo katika mitaa nayo inadhihirisha hizi changamoto. Beatrice, unadhani kwamba ni wakati sasa pengine kuwepo mjadala wa vile nchi na nchi zitakavyoweza kufanya biashara, lakini jinsi nchi ama nchi kwenye jumuiya za kikanda zitakavyokuwa sasa zinaingia mikataba na Marekani, au ni mapema mno kufikia hapa? Ni wakati sasa wa kuzungumza, kwa sababu hata Marekani yenyewe utaona kabisa kwamba wako watu ambao wameanza kumshawishi Trump kuweza kubadilisha mtazamo wake juu ya hili kutokana na athari zake ambazo zinaonekana. Yako makampuni makubwa kama Walmart na Apple, unaona wameandika barua kwa serikali ili kukemea masuala ya ushuru. Lakini hata wabunge wenyewe wa Republican, wako wabunge 25 wameomba Trump kusimamisha ushuru huu baada ya kuona kwamba anapoteza kura nyingi kwa wapiga kura. Lakini pia wanaona kabisa ikiwa hivi bei ya vyakula zinapanda na kuongezeka, kwa hiyo huu ni wakati mwafaka wa kuweza kukaa na kuzungumza na kuona namna gani wanaweza kumshawishi Trump kiuchumi na kisiasa, ili angalau waweze kulegeza hizi sera, ili kuweza tu sio kuwanufaisha hawa wapinzani wake wa kibiashara, lakini pia hata kuwanufaisha wananchi wa Marekani. Mubelwa, mtu anaweza kuhoji kwamba hiki ni kipindi kama kile cha mtoto kuanza kutembea dede, siku 100 yeye kuingia madarakani, bado anajitapatapa, bado anajitafuta na bado anajaribu kusawazisha sera zake hizi na zile ziwiane. Lakini pia mwingine atakumbuka kwamba hii si mara ya kwanza yeye kuwa madarakani, lakini pengine amekuja na mkakati tofauti na timu tofauti. Unadhani kutakuwa na mabadiliko kwa kwenda mbele ambapo yatamshurutisha Trump kutafakari upya sera zake haswa hizi za kiuchumi na kibiashara? Tofauti kati ya sasa na katika muhula wa kwanza alichanganya, alikuwa na watu ambao walikuwa ni wataalamu katika haya mambo, na kwa namna moja ama nyingine ni kama vile anaamini kushindwa kwake ama kutoshinda kama alivyoamini katika uchaguzi wa mwaka 2020 pia ulitokana na changamoto ya kuwasikiliza wale baadhi ya watu. Ndio maana unaona sasa hivi timu aliyoweka sio tu ni watu ambao pengine sio wataalamu sana, lakini ni wale watu ambao wanamuunga mkono, wanamsikiliza na wanafanya anachokifanya, na ndio anaoweka katika uongozi wa chama cha Republican, katika bunge na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kweli kwamba inawezekana ni ile simama dede kama ambavyo tunazungumzia, labda mambo yatakuja kuwa pale mbeleni, lakini mambo anayoyafanya si ya leo, si hatua za muda mfupi katika kurejesha uchumi kwenye hali. Hapana, anasaini vitu vya muda mrefu ambavyo watu bado wanaanza kuvihofia. Nikushukuru sana Mubelwa Bandio pamoja na Beatrice Kimaro kwa kuchangia katika gumzo hii leo. Nitoe shukrani za dhati pia kwa msimamizi wa matangazo